Alona unyenyekevu hukutana na Wahabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ndugu mtazamaji wa MTA Africa katika kipindi chetu cha safari kuelekea Uislamu. Kipindi ambacho kinakupa historia za watu mbalimbali ambao wamejiunga na jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya. Utapata kufahamu historia zao kabla na baada ya kujiunga na jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya. Utafahamu nini kimebadilika kwao na mafanikio aliyopata baada ya kujiunga na jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya. Ungana nami mtangazaji wako Usama Hanifu Mpogo, na mgeni wangu wa leo katika studio katika kipindi hichi si mwingine ni Bwana Abdurrahmani Nasolo Chuma, ambaye nitakuwa naye mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Kwa hiyo nakusihi usiondoke kwa runinga yako, endelea kuwa nasi. Bwana Abdurrahmani Nasolo Chuma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana katika kipindi chetu cha leo, na watazamaji wanataka kufahamu historia yako katika safari yako ya kujiunga na jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Lakini kabla hatujakwenda ilikuwaje ukajiunga na jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya uliipata vipi? Utueleze kidogo kipindi cha utoto wakati ulivyokuwa mdogo nyumbani, baba, mama, mlikuwa mnaishi katika mazingira ya namna gani? Asante sana. Mimi baba yangu kwa utoto wake alikuwa ni mtu wa dini kupitia kwa baba yake, na ingawaje babu sikumwahi, lakini babu aliweza kuwa mpaka kulikuwa na msikiti wake, anasali na kila kitu. Lakini sisi wajukuze tulikuwa si watu wa dini, tulikuwa tunakwenda tu kwenye maziara na sherehe mbalimbali za kwenye madufu na kurukaruka. Hatukuwa na project yoyote katika mambo ya kuzama kwenye dini, na kati hizo nazo pia zilikuwa ndo dini inapatikana kuanzia hapo. Kwa hiyo maana yake tuseme dini kwa wakati huo ilikuwa ni kwenye ziara na kupiga dufu. Madrasa? Hamna. Madrasa hukupata nafasi? Sijapata nafasi kuingia madrasa. Baba, je, mwamko wake wa dini ulikuwaje? Baba alikuwepo kidogo ni afadhali, kwa sababu yeye katika mifumo ya Qur'an tukufu baba yeye alisoma, lakini mama hajabahatika kusoma. Kwa hiyo si mtu wa kujikita katika imani ya dini. Kwa baba hakuwaambukiza watoto, aliwaacha tu si tulikuwa tunakuwa tu. Sawa sawa. Ndio. Sasa katika kipindi hicho elimu ya kawaida kama uliwahi kusoma ilifikiaje? Mimi nilisoma elimu ya msingi mwisho darasa la 7. Sikubahatika kuendelea, nikajikuta nimejikita kwenye mambo ya biashara tu, mara nimeruka hapa, mara nipo hapa. Ndio maisha yangu yakawa yako hivyo. Maana yake baada ya kumaliza darasa la 7 ukaingia kwenye shughuli za biashara, ukaanza kujitegemea mwenyewe. Sasa kipindi hiki ambacho umeingia kwenye biashara, kipindi hiki ambacho wewe unajitegemea, mwamko wako wa dini, swala la ibada na shughuli kubwa hasa ulizokuwa unajishughulisha zilikuwa zinakuruhusu kufanya ibada au zilikuwa hazikuruhusu? Ulikuwa unaishi katika mazingira gani? Sasa ibada nilikuwa nikifanya, lakini Ijumaa mpaka Ijumaa kwa kupitia ule msikiti nilikuwa nimeambiwa na uni wa marehemu babu yako, kwa sasa unaitwa kwa Kicheko. Nilikuwa na fosiwa nao waumini ili kwamba hata wakati fulani wanipe hata uongozi katika msikiti huo, lakini sawa na elimu yangu hawakuweza kunipatia uongozi, ila walikuwa wananiburuza tu. Uongozi ili uje kuwa imamu au uongozi wa iwe ili imamu hapanani, niwe kama vile kiongozi tu wa msikiti katika majlisi tufanye. Lakini sikuweza kufika huko. Baada muda baba yangu Hussein Abdurrahmani akajiunga na jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya, tukakaa. Baada si muda mrefu sana, mwaka 98 baba naye Nasolo Abdurrahmani akajiunga na jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya. Kwa hiyo ilipofika mwaka 2000 mimi nikaa ni mwepesi tu kutoka huko kwa Masuni kuja jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya, na mpaka sasa nipo katika jumuiya hii. Wakati baba amejiunga, wewe kwa nini ilikuchukua muda kujiunga na jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya? Nilikuwa nipo naye karibu, lakini sasa ile kitendo cha kuchukua bayati na kujaza kujikuta mimi ni muumini katika jamati ndio kitu ambacho kilichukua
muda kidogo. Sababu Mambo ya kibiashara na marafiki. na mambo ya kibiashara na marafiki. Sasa Nini hasa kilichokufanya ukasema sasa labda kwa sababu baba ni Ahmadiyya au na mimi, yani kilichokuvutia? Kwa sababu kama baba yako alikuwa mwanajumuiya muda mrefu na baba yako mkubwa naye alikuwa mdogo alikuwa mwanajumuiya muda mrefu. Ndiyo. Wewe ukachelewa mpaka mwaka 2000. Sasa kilichokusukuma kusema sasa kwamba na mimi sasa hivi nataka kujiunga na jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya ni kitu gani? Ni mitihani ambayo kila unavyokaa ukilifanya hili linakuwa haliendi, ukilifanya hili mimi bora nitafute imani ya ukweli na nitulie ili niangalie maisha mengine kabisa nje na haya, na kuachana na marafiki ambao waliokuwepo sina imani nao na hawanipeleki katika kwa nguvu ya aina yoyote katika huko napotaraji mimi kwenda. Changamoto gani ambazo ulizipata? Changamoto nilizozipata katika kuoa, nilikuwa nategemea nilitaka nioe kwa masuni nikaweza kufanya project nyingi. Ulimwonaje mchumba, akakwambia nani hapa kuna mchumba, vitu vingi nilivifanya ikiwa baba yangu sipo naye katika hilo. Baadaye Mungu akanishushia mitihani, nikawa kila ninapofanya biashara zangu kama narudi chini sipandi. Hiyo ndoa nikaachana naye na nikatulia katika jamati, na mpaka mwaka 2004 naoa sasa katika jamati, na mpaka leo na mke wangu katika jamati. Kwa mwaka 2000 ukajiunga na jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. 2004 nikapata kuoa katika jamati. Baada ya kujiunga na jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya mwaka 2000, nini kilibadilika kwako? Mabadiliko gani uliyapata kibinafsi? Mabadiliko ni mengi tu, kwa sababu kwanza niliweza kupoteza marafiki ambao kadiani na nini, na wakazungumzia kwamba sasa hivi huyu kijana bwana hatooa, sababu Ahmadiyya atapata wapi mke? Wako wachache, yani huyu akifa tu kuzikwa kwake kutakuwa na kazi. Wako wachache tu hapa Tanzania, na wanasemwa sehemu fulani msikiti wao huko Mnazi Mmoja tu hao. Kwa hiyo changamoto kama hizo nilizipata, lakini niliziweza kuzivuka mpaka sasa hivi kufikia hapa nilipofikia. Uadui huu ambao ulikutana nao katika kipindi hiki, kwamba wao walikwambia wewe hautapata mke, wewe ukifa hautazikwa, mko wachache, yani ulikuimarisha au ndo ulikuwa unazidi kuniimarisha? Kwa namna gani? Kwa kiasi gani? Kwa kiasi gani? Kwamba kuweza kwanza kukutana na wanajamati na kuanza kutembeleana, kwa maana kwamba hata kwenye kusali, endapo kipindi kimoja cha sala kikikukosa kwa nyakati hizo, baada ya siku akajiunga mwalimu wetu anaitwa Abaradifika. Yeye alikuwa anapita alfajiri, baada kama hujaonekana kwenye sala anakuja kwako, na vipi bwana, mbona hatuja kuoni kwenye sala ya alfajiri? Kwa hiyo ile inajikuta ni faraja kubwa, na tayari ucha Mungu unazidi kupanda, na mpaka hivi leo nilipofikia hapa. Kwa hiyo mabadiliko yalianza kupatikana, sala zilikuwa zinapatikana, ukumbusho ulikuwa unapatikana sana, na Mwenyezi Mungu akajalia mke ukapata kutoka mwaka 2000 mpaka 2004. 2000 mpaka 2004. Yeah. Sawa. Sasa tunaendelea sawa kwenye hayo mabadiliko katika hayo uliokuwa umeyapata na kuweza kupata mwanamke. Imani yako sawa, kwa sababu hao walisema hautapata, lakini baada ya kupata imani yako imeimarika kiasi gani? Kwa maana kwamba mwanzo unajua kabisa wazazi wako walikuwa Ahmadiyya na wewe haukuwa Ahmadiyya, sawa? Lakini baadaye ukaja na wewe ukajiunga na jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya. Nini sasa ambacho kimekuimarisha zaidi kwenye imani yako baada ya kujiunga na jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya? Kilichoniimarisha zaidi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Lolote ninalohitaji kulifanya lazima kwanza nimshirikishe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndo atanipa kuniamuru kwamba hilo jambo nilifanye au niliache
liende tu ambalo halitokuwa salama kwangu. Kwa mfano kama kuna jambo lolote Kama kuna jambo lolote, lipo jambo iliwahi kutokea kama mwaka 2006 niliweza kupigwa na radi. Katika mifumo hii ya kijamati, kuna kipindi hicho jamati inaanza kununua kitonga. Marehemu Ali Said Mosi alikuja kama wanajumuiya na sisi ndio tukiwa kama Hudam, akatangaza kwamba tutafute eneo la Ahmadiyya kuzikana. Mimi nikawa ndo mtafutaji, kwa hiyo nikafika sehemu tukakwazana na familia yangu, maana eneo lilikuwa linauzwa, ni la kwetu, baba mkubwa. Kwa hiyo pale baada ya kutoka katika shauri lile, mimi nikaanang'ania pale jumuiya inunue, na nilikuwa sijaingia katika ibada kuchukulia kwamba ili jambo naliendea liko sahihi au haliko sahihi. Kwa hiyo pale Mwenyezi Mungu nikapatwa na mtihani wa kupigwa na radi, lakini kwa msaada Mwenyezi Mungu nikapona. Na ilikuwaje yani ukapigwa na radi, ilikuwaje? Ilikuwa baada ya kutoka kwenye lile tukio la majadiliano kwamba bwana, hawa watoto wa shangazi wasema tusiwauzie Ahmadiyya. Mimi nasema hapa eneo tunawapa wa Ahmadiyya. Kwa hiyo na kikubwa sana hicho kiangalia, wenzangu inaonekana walijikita katika mazingira haya kusema kuna kitu sasa hivi kinaitwa udalali, lakini baadaye paliuzwa na sasa hivi kuna baa kubwa tu. Paliuzwa kwa jumuiya ya Ahmadiyya? Hapana. Au hapakuuzwa kwa jumuiya? Hapakuuzwa katika jumuiya ya Ahmadiyya. Na kwa msaada Mwenyezi Mungu, baada nilivyokaa tena kipindi hicho na kiongozi wetu mpendwa Amiri Saibu Ali Said Mose, alisema ile sehemu hatuhitaji kuinunua, kwa maana kwamba tumepakana na makaburi ya Wasuni. Kwa hiyo Wasuni ni wakorofi, watazidi kwenye eneo letu la kuzikia, kwa hiyo tuachane nalo. Kwa hiyo ndilo hilo ninaolikumbuka sana sana katika maisha yangu. Uhusiano na ukhalifa ndio kwako wewe umedumu kiasi gani baada ya kuwa? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi mahusiano na uhalifa naweza kusema kwangu nimefunga MTA, na ndio imekuwa ndo, hata kama nikiwa nimelala, station inayosikiliza katika TV yangu ni hii, kwa maana kuwa karibu na halifa wangu mpendwa. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu, sawa na elimu yangu nimeona nijikite hapo ili kufanya kwamba kama itakuwa mimi nilikosa, basi wanangu wasimame katika njia ya kumcha Mwenyezi Mungu. Sawa. Tukio lolote ambalo unalikumbuka unaona kabisa kwamba ukiacha ile ambayo tukio la radi, kama lipo tukio lingine ambalo unaona kabisa kwamba hii ni shani au hii ni msaada wa Mwenyezi Mungu, au hili nimelipata kwa kuwa kwangu mimi tu nimekuwa Ahmadiyya, pengine labda nisingekuwa Ahmadiyya ili nisingelipata, au kwingine nisingekuwa Ahmadiyya ili lingenikuta, kama unalo? Hayo naye pia kadhalika ni mengi, kwa sababu hilo naye hata kama nikirudi kwenye upande wa mke, endapo kama ningekuwa nimeoa kwa huko kwa Masuni, mpaka sasa hivi nishakuwa hata na wanawake 8 7 nimeshaoa na nimeshawaacha. Kwa hiyo naye nashukuru Mwenyezi Mungu, jamaati imenipa kilicho bora kwenye hilo. Mengineo, kipindi jamaati inaingia Kitonga, mimi ndo nilikuwa kama Hudam. Kwa tulikuwa tumejitoa katika upande wa kutafuta maeneo yale tunaofanyia Jalsa Salana, kama tulivyoanza kuzungumza katika maneno yetu kwamba sisi tulikuwa tunatoka Kitonga na mguu mpaka Mbande tunachukua baskeli, au tunatoka Kitonga na baskeli mpaka Rangi Tatu kuwatafuta wale watu ambao wenye maeneo yale watuuzie wanajamati ili mambo yetu yaende. Na tuliambiwa sawa na amiri wetu wa nyakati hizo alisema tupate takriban heka 100. Kwa hiyo tukawa tunazitafuta heka 100, lakini hata pale tulipofikia kwa msaada Mwenyezi Mungu si pabaya.
changamoto ambazo mlikutana nazo kwa wakati huo, wakati nyinyi ndio mkiwa hudamu na mmepewa jukumu kubwa hilo la kutafuta eka 100. Nadhani haziwezi kukosa changamoto ambazo mliweza kukutana nazo. Changamoto zilikuwepo na ni nyingi, kwa sababu ya kwamba tulipofikia katika leva kuwatafuta watu kununua, tulikuwa tunapambana na madalali, kwa maana kwamba unamfuata usubuhi, mtu anasema basi mimi nitakuuzieni na nini, lakini ikifika jioni anakataa, anasema bwana mimi pale siuzi, bila hivi na hivi sifanyi hivi, kwa sababu na mtu anatoka anaenda kusema bwana hao Ahmadiyya hao mamilionia hao wenyewe unaona wanahangaika tu, maana basikeli, mara hapa amevaa viatu vyeusi, mara huku vyekundu, lakini wanalipwa hao, wana mishahara yao kabisa huko kwa makadiani. Kwa hiyo hizo ndio, na vitu kadhaa vingi tu vya kufanya kwamba kuonekana wewe tena katika samani haupo, sio binadamu wa kawaida. Lakini alhamdulillah tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu mpaka sasa pale tulipofikia ni watu ambao tuna heshima kubwa. Mtu anakuja anakushauri bwana gombea udiwani, gombea ubunge, gombea, lakini wanakuchonja. Mimi sawa na imani yangu sifikirii kuingia huko, kwa sababu nyinyi ni watu wa kidunia tu. Mimi sasa sipo huko. Tangu jiunge na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, utofauti gani umeuona kulinganisha kabla ya kuwa Ahmadiyya na baada ya kuwa Ahmadiyya, na kwamba wewe umeuona kwamba hapa kuna tofauti kwangu mimi baada ya kuwa Ahmadiyya na kabla ya sijakuwa Ahmadiyya? Sawa, kwa sababu kabla nilivyokuwa nipo nje ya jamaati nilikuwa naweza kufano kuto kupata heshima katika familia ya kikeni kwangu, kwa sababu kiumeni hakuna tatizo, kwa baba hakuna tatizo, ila kwa mama. Lakini kwa sasa hivi nasema kwamba nina heshima kubwa kikeni kwangu, kwa sababu hata kesi kubwa za watu wazima wazee mimi nashirikishwa na mimi natoa neno. Kwa nyakati hizo ilikuwa haiwezekani, kwa sababu hata nikisema niingie katika utani unamba hata wewe bwana Kadiani unasema hivyo, kwa maana kwamba unaonekana mimi ni mtu bora kwa sasa. Okay. Yaani kwa maana ukimtania mtu sasa hivi watu wanachukulia kwamba hata wewe Waahmadiyya hiyo sio tabia yao. Yaani huyo wao wako vizuri, kwamba wanaonekana Waahmadiyya ni watu wenye kuheshimika. Sasa hata wewe unaweza kufanya jambo kama hili, unaongea hivyo. Tupo katika ukweli, kwa ukweli una nani na, lakini kwa zama za hizo zilizopita ilikuwa sio kweli. Hata mjomba wangu tunakingiana upepo, lakini kwa msaada Mwenyezi Mungu wajomba zangu wote kwa sasa tunapoteana kwenye imani zao, tuko mahitima si nini sipatikani na wala sijambiwi chochote, lakini linapotokea neno la kifamilia napokwenda naheshimika, najulikana hapa kaja nani. Ila jina la Kadiani bado lipo katika midomoni kwa watu. Bwana mwenye kunita mjomba, mwenye kunita nani, lakini kwa msaada Mwenyezi Mungu nakana hilo jina la Kadiani hawachi kunita. Linakuathiri? Haliniasili kwa lolote. Haliniasili kwa lolote. Ila haliniasili kwa lolote. Ila linakupa fahari. Yani linani ongezea usamani chati ya mambo yangu. Sawa. Ndugu mtazamaji, tuko na Bwana Abdurrahmani Nasoro Chuma ambaye tunaendelea naye, na kama ndo kwanza unajiunga nasi, ameshatueleza historia yake namna gani ambavyo aliweza kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya na mabadiliko ambayo aliyokuwa ameweza kuyapata. Kwa hiyo nakusii tuendelee kuendelea kipindi chetu, bado tunaendelea na Bwana Abdurrahmani Chuma. Sasa Bwana Abdurrahmani Chuma, mwisho kabisa, au tuseme sio kwa mwisho kwa maana ya mwisho, lakini wewe ulikuwa sio Ahmadiyya, unajua ambayo yanafanyika au unajua ambayo yaliyokuwa umeyasikia juu ya Ahmadiyya, sawa? Lakini wewe umejiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, na yale mambo ambayo uliokuwa unayasikia juu ya Ahmadiyya au wanafanyiwa Ahmadiyya, sawa?
wewe ulipoingia Ahmadiyya, hayo umeyakuta, na kama yapo ni yepi ambao uliyasikia na kuna jumuiya umeyakuta, na kama hayapo, wale ambao wanayoyasema na kuyazusha, wewe unawashauri nini na wale ambao wasiokuwa wa Ahmadiyya? Mambo wanayoyasema hayapo, ila ni kutisha tu watu kuto kujiunga katika jamaati, kwa sababu ukishashindwa njia hii unatengeneza njia hii ili ya kusema kipindi bwana hawakogi na wanaume wenzao, hao bwana wamepigwa miuli kitakoni. Haya mambo yote yalikuwa yakisemwa, lakini na mwaka takriban huu wa 20 na sijawahi kuona mwanajamati yote aliopigwa mihuri. Kwa hiyo unaona kabisa ni kwamba si jambo la ukweli, lakini unajua kwamba kushindwa ndio unaongea hoja ambazo zisizokuwa hazina mashiko. Sawa sawa. Na umesema ulipata changamoto kwenye mke, na Mwenyezi Mungu akakujalia ukapata mwanamke ndani ya Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Bila shaka pia vile vile Mwenyezi Mungu amekupa neema ya watoto. Ya, ni kweli na watoto wangu 4. Je, ukiwa kama mzazi na una watoto 4, unajitahidi vipi kuwalea watoto wako au kuwafanya wanao waendelee kuishika imani hii ambayo wewe umejiunga na wao wameikuta ikiwa kwenye mikono yako, ili wao wenyewe wasije kuiacha imani watakapokuja kuwa wakubwa baadaye, ukiwa kama mzazi? Sawa. Mtoto wangu wa kwanza nimemtoa wakfu, Sofia Abdurrahman Nasor. Waliobaki wapo vioni wanasoma. Kwa hiyo wanaosoma shule ya sekondari wapo pale Ahmadiyya. Kwa hiyo nimejitoa kwenye, kama nilivyokuwa nimeanza, yani kwa kuwa mimi mwenyewe sina elimu mzuri sana ya dini, ila sasa nataka kwamba wanangu wasimame vizuri kwenye imani yao ya dini. Na ndio maana hata TV yangu nikisikia mtu anaonesha chokoleti si nani, wanazima TV au natoa kadi natia mfukoni naondoka zangu, mpaka wakubali na mifumo yangu. Kwa hiyo hakuna muda, haumngoji mtu ambaye dhaifu, natakiwa tukae katika misimamo kwa sasa iliyopo. Sasa Kutanguliza dini nje ya dunia. Ulibahatika kumwona Khalifa wa 5 wakati alivyokuja mwaka 2005? Vibaya sana. Nimetoka uwanja wa ndege na mguu mpaka Mnazi Mmoja pale tunapata kuloa na mvua, tunapelekwa Diamond Jubilee, mimi nikiwemo. Tueleze shauku yako, au wenyewe wanasema vile ambavyo kiongozi mkubwa wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya duniani amefika katika ardhi yako, na wewe wakati huo ndio ukiwa hudamu, yani ulijisikiaje? Nilikuwa nikiwa hudamu, lakini bado sijakuwa active sana, kwa sababu na takriban kama miaka 5. Sasa nyakati zile nazo zilikuwa kidogo tofauti na sasa. Kwa hiyo nimeona na nimekaa nimemsikiliza. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kumuona Khalifa mtukufu kwa uso na macho. Sawa. Yani kumuona kwa macho kabisa, kwamba sio kwenye television, hapana, ni kumuona kwa macho yangu. Na napenda kwa msaada Mwenyezi Mungu, napenda hata ninapofanya maombi yangu itokee nikiwa hai Khalifa mtukufu arudi tena Afrika, hususan Tanzania, tuje kumuona kwa mara nyingine tena. Inshallah Mwenyezi Mungu atajalia hiyo mwaka mmoja. Sio wewe tu, hata mimi natamani wakati, kwa sababu kipindi kile alivyofika sisi ndo tulikuwa atfali, na nakumbuka nilikuwa kwenye darasa la atfali, na mimi nilipata bahati ya kusoma Qur'an tukufu na tafsiri kwa wakati ule. Lakini kuna jambo alininong'oneza au aliniambia katika lugha ya Kiingereza, lakini nilikuwa tu namsikiliza, lakini hata sijui aliniambia nini, na wala sikumbuki hata kidogo nini gani kilichokuwa kimetokea. Lakini tunasema ni nyakati nzuri sana ya kupata nafasi kama hiyo, na tunaomba wote pia vile vile Mwenyezi Mungu ajalie siku moja
khalifa aweze kufika tena katika ardhi yetu. Wewe umejiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, unamshauri nini mtu wa hali ya namna hii? Anatamani kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, lakini kuna vikwazo tu viwili vya hapa na pale ambavyo vinamfanya yeye ashindwe kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Nimekuelewa ndugu mtangazaji. Kikubwa sana sisi wa Ahmadiyya tukae katika mkao wa kupendana. Tuondoke na mfumo labda kama upo au unaweza ukajitokeza alionacho na asionacho. Hii mifumo tuiue, tuwe tuna mapenzi na kila mtu. Yaani kila mtu umsikilize au uwe na mifumo naye katika unapomhubiri. Anapokuja nyumbani kwako, kweli aone lile jambo unalolisema na hapa nyumbani kwake kunafanana. Lakini haiwezekani ukawa unahubiri kivingine, halafu unapokuja nyumbani jambo lingine inakuwa ni tofauti. Yaani wewe unahubiri amani, lakini nyumbani kwako wewe ndio mtu wa kwanza kuvuruga amani. Asante sana kwa kuwa nasi katika kipindi chetu cha leo. Natumai ulioyaongea sio machache na pengine yako mengi zaidi ungetamani kueleza, lakini sawa na muda umetuishia, na mimi napenda kukushukuru, na tukipata nafasi nyingine inshallah tutakukaribisha ili uweze kuungana nasi tena utuelezee mengi na mengi. Asante sana. Ndugu mtazamaji, huyo alikuwa Bwana Abdurrahmani Nasoro Chuma, alielezea maisha yake kabla na baada ya kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Ameelezea mabadiliko ambayo aliyoyapata baada ya kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, na ameelezea faida ambayo aliyoipata baada ya kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, ikiwepo ni pamoja ya kupata mke ambaye mpaka leo hii anasema takriban miaka 20 bado anaye. Na kufikia hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu kwa leo, na nakusihi uendelee kutazama vipindi vinavyofuata katika chaneli yetu ya MTA Africa, kwani mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Na mimi sina mengi na kuaga kwa kusema assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.